Mruhusu Bwana Yesu akuongoze, au mruhusu Mungu awe kiongozi katika maisha yako yote. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 13, hapa utakutana na habari ya Daudi. Daudi aliposikia kuwa Wafilisti wanashambulia Keila, hakukimbilia katika vita kwa sababu kwamba ana ushujaa na nini. Hapana, hakufanya haraka kiasi. Badala yake alimuuliza Bwana. Alimuuliza, anasema, je, niende nikawapiga Wafilisti? Hata baada ya kupata jibu la ndio kutoka kwa Bwana, alimuuliza tena Mungu alipokutana na hofu kutoka kwa watu wake ambao alitakiwa kwenda nao vitani. Mungu alithibitisha tena agizo hilo, na baadaye Daudi aliposikia ya kwamba Sauli alikuwa njiani kumfuata, alimuuliza tena Mungu ikiwa watu wa Keila ambao amewaokoa watamtia mikononi mwa Sauli, kwa maana ya kwamba watamsaliti. Na Mungu, kwa sababu Daudi alikuwa amemuuliza Mungu kabla ya kufanya hivyo, Mungu akawa amemjibu ya kwamba anasema ndivyo ilivyo. Yani Mungu akasema ndivyo ilivyo, kwamba watakutia mikononi mwa Sauli. Na baada ya kujua hizo taarifa, Daudi alikimbia. Cha kujifunza hapa ni kwamba katika kila kitu ambacho unapitia, katika kila kitu labda unahitaji kufanya maamuzi, unahitaji kufanya nini, muulize kwanza Mungu. Mweke Mungu kuwa nafasi ya kwanza. Muulize kabla hujafanya hilo jambo. Kabla hujaamua hayo maamuzi, muulize Mungu. Muulize Mungu, naye atakupa nini cha kufanya. Anasema katika Yohana 14 mstari wa 6, anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo atakuonyesha kweli ya mambo ambayo yanakuwa, alafu atakuonyesha njia ya namna ambavyo unatakiwa uende. Mungu akubariki sana. Amen.